Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru, na mimi nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia ni ungane na wenzangu kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Waziri na timu yake. Nina imani kwa uadilifu wake na uchapaji kazi wake, sina mashaka kwenye wizara hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimpongeze mkuu wangu wa mkoa Mheshimiwa Halima Madendegu kwa usimamizi mzuri wa miradi yetu yote ya maendeleo, na tuwakaribishe. Mei Mosi inafanyika Singida kitaifa na tutakuwa na kuku festival siku moja kabla. Kwa hiyo tuwakaribishe sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Singida mjini wamenituma nije nimshukuru Rais kwenye jukwaa hili ambalo kwa miaka yote minne nimekuwa nikiomba fedha za miradi. Sasa nitumie jukwaa hili kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sijaeleza hayo, naomba nifanye rejea kwenye vitabu vyetu viwili vitukufu, nikianza na Qur'ani. Inasema kiongozi mzuri ni yule anayewainspire watu wake kwa matendo mema. Lakini pia kwenye Biblia nikirejea hadithi ya Yohana Mbatizaji akiwa gerezani alipotembelewa na wafuasi wake, na yeye aliamini kwamba kwa kuwa yuko gerezani na Yesu anaweza kila kitu, angeweza kutoka kwa miujiza, akawatuma, nendeni mkamuulize yeye ndiye au tumsubiri ajaye. Na Bwana Yesu akamwambia, nendeni mkamwambie wafu wanafufuka, viwete wanatembea na vipofu wanaona. Lakini akamalizia, heri yule asiyechukizwa nami. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kusema nini katika rejea hii? Kwamba kiongozi anapimwa kwa matendo na sio maneno. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi ya vitendo ambayo ameifanya, na sisi wana Singida mjini tunafaidika naye. Mheshimiwa Mwenyekiti, Singida mjini tumepokea fedha za miradi zaidi ya bilioni 182. Ni fedha nyingi sana. Hatukuwa na hospitali ya wilaya, leo tuna hospitali ya wilaya. Ambao Mheshimiwa Waziri, ni kuombe, tumebakisha tu jengo la OPD. Kwa heshima tu ya Mheshimiwa Rais, tuletee fedha tutengeneze jengo letu la OPD. Tulikuwa na kituo cha afya kimoja, leo tunavyo 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika elimu tulikuwa na shule moja ya sekondari, Mwenge Sekondari advanced level. Leo tutakuwa na shule za kidato cha 5 na 6. Hii haijawahi kutokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika elimu leo tumejenga shule 4 mpya za O level, ambayo ilikuwa ni maajabu sana kujenga shule hizi. Na jambo kubwa zaidi, tuna shule ya amali, shule ya sekondari ya ufundi imeletwa bilioni 1 na milioni 600 katika mkoa wa Singida, imeletwa hapo. Lazima tumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi hiyo ambayo ametuletea Singida mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo ambayo nataka nishauri, eneo la elimu. Na nifanye rejea ambayo Mheshimiwa Waziri amekuja nayo. Ya kwanza amesema elimu yetu ni uhai wa taifa letu. Hii ni according to Mchengerwa, jambo jema sana. Lakini pia amekuja na rejea nyingine. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Hii imetokana na Nelson Mandela. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukirejea hizi quotation kubwa mbili, manake unauona umuhimu wa elimu kwenye taifa lolote duniani. Sasa nataka kusema nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Elimu peke yake tumeshatengeneza miundombinu ya kutosha. Hatuna deni kwenye jambo hili. Tayari tuna shule, tuna madarasa na kila kitu. Changamoto tuliyobaki nayo ni ajira kwa walimu. Na hapa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri ametuambia vizuri, serikali imeajiri walimu 45,803. Hili ni jambo jema sana. Lakini mahitaji ya walimu mpaka sasa tunavyozungumza hayapungui 200,000 walimu wanaotakiwa kwetu. Na kama tunahitaji walimu 200,000 mpaka leo, manake tuna deficit ya walimu 200,000, hili bado tuna kazi kubwa. Ni lazima serikali ije na mkakati wa kuona namna ya kuaccommodate haya mahitaji ya walimu, na wanafunzi wetu ama shule zetu ziweze kupata walimu wa kutosha. Mimi nataka kushauri hapa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nishauri serikali vizuri sana. Sasa hivi kwa walimu hawa tulionao, na bado wengine tunaendelea kuzalisha, vyuo bado vinaendelea kuleta walimu, bado tutakuwa na gap kubwa sana. Wakati inaendelea na utaratibu wake wa kuajiri, inaweza kutoa maelekezo
kutoa mwongozo, kutoa waraka kwenye halmashauri zetu, wakatoa ajira ya muda kwa walimu ambao wanahitaji kufanya hii kazi. Ukitoa ajira ya muda kwa walimu hawa, utakuwa umepunguza hili gepu ambalo tunalo, na watoto wetu wanaweza kufundishwa kwa kile ambacho kinastahili. Tutatoa wanafunzi wazuri kuliko ambavyo sasa hivi tunasubiri ajira ambayo tunaitoa kidogo kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza education ni powerful weapon leo hii ambayo inaweza kubadilisha dunia, kuipeleka kwenye mwelekeo mzuri chanya. Tukiacha hivi, maana yake hii silaha inaweza kuwa bomu la nyuklia ambao baadaye litakuwa ni hatari zaidi. Nataka kuishauri serikali itoe waraka. Waraka huu utafanya nini? Huku chini, nichukue mathalan tu manispaa ya Singida. Sasa hivi tunakusanya kwa mwaka mzima kama bilioni 6. Katika bilioni 6, kategori yetu sasa hivi ni 60% fedha za maendeleo. Tumetoka kwenye 40%. Maana yake kila mwezi tunakusanya milioni 500. 60% yake ni milioni 300. Sasa sisi tunahitaji 20% tu, kwa sababu tayari miundombinu imejengwa ya kutosha. 40% inatosha. Unaweza kuajiri walimu wa muda 200 ambao wanahitaji milioni 40 tu. Wewe tayari kwa mwezi unapata milioni 60. Jambo hili litakuwa limetusaidia, na hapa nimechukua kategori ya manispaa, sijagusa majiji mengine ambayo inawezekana kufanya zaidi ya hapo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nimuombe Mheshimiwa Waziri, wala hapa uhitaji kutumia nguvu. Sisi tayari tumeshajenga shule. Mheshimiwa Rais kajenga shule, kajenga madarasa, kashamaliza kazi yake, na yote yana madawati. Na sio tu madawati, watoto leo wanasoma kwenye tiles. Maana yake kila kitu kiko vizuri. Tunahitaji walimu, na hao walimu wapo, wala hatuendi kuwatafuta. Tutoe tu mwongozo wa kuzitaka halmashauri zetu kuweka utaratibu wa kutenga fedha kwa ajili ya ajira ya muda ambayo pia inawezekana kwa mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ilikuwa nataka niisimamie hapo, na niwaombe sana tufike mahali tuone umuhimu wa kupunguza hii gap. Na kama unapunguza kwenye eneo la elimu, manake unaweza kupunguza pia kwenye eneo la afya na watumishi wengine, ili kuweza kuleta ufanisi wa kazi kwenye maendeleo ambayo tunayatarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunalo soko moja kubwa sana, soko la Ipembe. Ndio tumebaki hapo. Mheshimiwa Waziri, mimi na jambo limebaki moja tu, ambalo soko hili la Ipembe, nakumbuka mwaka jana Naibu Waziri kaka yangu Ndugaga alijibu swali akasema wakandarasi wataingia Disemba kwa ajili ya kuanza ujenzi wa soko hilo. Mpaka sasa hawajaingia, na sasa tumeingia kwenye budget. Nataka nikuombe Mheshimiwa Waziri, tumebakisha soko tu, ili mji huu sasa kesho tukuombe uwe jiji. Manake soko hili la Ipembe lijengwe kuwa soko la kisasa. Tunahitaji fedha tu kwa ajili ya kujenga soko hili la Ipembe. Lakini jambo la pili, tumebakisha kituo kimoja cha afya ambacho tayari kuna kata kama 4 inazunguka kata moja, na katika vile vituo vya afya vya kimkakati tuliweka kituo cha afya cha kata ya Kisaki. Hapa tayari tuna kata ya Mwankoko ambayo ina zahanati, kata ya Unyanga na zahanati, lakini pia kata ya Nyamikumbi na zahanati. Hii ikijenga kituo cha afya ita-accommodate hizi kata zingine 4. Na sisi, mimi pamoja na wananchi wangu, tumeshafanya juhudi ya kutosha. Tumeshajenga jengo la OPD na serikali tuletea milioni 50. Tumebaki kwenye swala la umaliziaji ili tuwe na kituo cha afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niombe serikali iweze kutusaidia. Nakushukuru sana na naunga mkono hoja.